بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Rajab mwaka 1443 katika silsila ya durus qasasul anbiya tuendelea kumzungumzia Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas akieleza matukio yaliyotokea wakati wa kuzaliwa kwa Musa alayhi salatu wassalam, sema wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. tulimfunulia mama yake Musa kumwambia mnyonyeshe mtoto wako, فإذا خفت عليه فألقيه في اليم, na utakapomwogopea basi mtie mtoni, wala takhafi wala tahzani, na usiogope wala usihuzunike, inna radduhu ilayki waja'iluhu min almursalin, hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Tulieleza katika kikao kilichopita kwa wanavyuoni wakieleza jambo hili, wasema kuwa watu wa Firaun au wanajeshi wa Firaun walikuwa wakizunguka kama walivyokuwa wakifanya mwaka mmoja, wakiwachinja watoto wa kiume, mwaka mmoja wakiwaacha. Kwa walikuwa wakizunguka wakitafuta popote palipozaliwa mtoto wa kiume kumchinja mwaka huo, na ndio mwaka aliozaliwa Musa alayhi salatu wassalam. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ataka kumuonyesha Firaun kuwa mimi jambo langu nikilitaka litakuwa hakuna anayeweza kulizuia. Vile utakavyofanya huwezi kuzuia jambo ambalo Allah ametaka liwe. Sasa hapa mama yake Musa akawa amnyonyesha, akihisi askari wa Firaun waje kupekua. Alikuwa na sanduku, amemfunga kamba mtoto wake katika ile sanduku, aweka mtoni, ile kamba iende mbali mpaka aondoke, aivuruta amrudishe. Ikaja ile siku aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala, akasahau kuifunga ile kamba, bimaana kuifunga ili izuilike, aje akirudi airudishe. Kile kisanduku kikaondoka, akirudi hamuoni tena mtoto wake, na kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria kile kisanduku kikienda mpaka kwa nyumba ya Firaun ambayo ilikuwa katika ufuo wa mto. Yaqulu jalla fi 'ula faltaqatahu alu Firaun, basi wakamuokota watu wa Firaun, liyakuna lahum aduwan wa hazana
aje kuwa baadaye ni adui kwao na huzuni, lakini wao hawajui. inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in, hakika Fir'aun na Haman na majeshi yao walikuwa wenye makosa. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. mke wa Firaun Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika moyo wake kumpenda Musa. Alipomuona tu akajalia mahaba makubwa sana katika moyo wake. Kuna mke wa Firaun alipomuona tu katika kile kisanduku, alipofika pale akasema atakuwa kiburudisho cha macho kwangu mimi na kwako wewe. Amkusudia Firaun, msimuue, hakika utatufaa na tumpange kuwa mtoto wetu. Litaja kuwa Firaun hakujaaliwa mtoto, na ndio maana mkewe hapa akasema maneno haya, au awe ni mtoto wetu. Wala wao hawakutambua chochote. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza na kusema wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, na moyo wa mama yake Musa ukawa mtupu, bimaana hana fikra yoyote yeye isipokuwa mtoto wake. in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin, alikuwa karibu kumdhihirisha, bimaana karibia kuanza kuzunguka kumuulizia mtoto wake, na watu wangejua kuwa kumezaliwa mtoto wa kiume na ni wa fulani. Kwa alikaribia kumdhihirisha, ingekuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe katika waumini. وقالت لاخته قصيه, naye akamwambia dada yake Musa mfuatie, tafute, sikiliza habari, yuko wapi, yuko hai, amekufa, amepatikana, yuko vipi. fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun, naye akawa anamwangalia kwa mbali bila ya wao kutambua. Una wale watu wa Firaun ndio waliomukota. Kwa hivi ndivyo ilivyotokea, akiwa Musa bado ni mtoto mchanga. Allah subhanahu wa ta'ala haya alimkumbusha Musa pale alipokuja mara ya kwanza kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamkumbusha haya yote kwa kuwa ni fadhila kubwa alizomfanyia mtume wake Musa alayhi salatu wassalam. Kama tulivyotaja, Firaun alikuwa akiua kila mtoto aliyezaliwa kwa kuogopea yule kijana atakayezaliwa katika Banu Israil, ambaye utabiri aliyoupata wasema kuwa atakuwa ni sababu ya kuuangusha ufalme wake na kuangamia kwa Firaun. Na tumetaja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo hulipitisha, kuonekana kwamba amwambia Firaun kuwa wewe huwezi kuregesha amri yangu mimi ninapotaka. Yule kijana ambaye atakuwa ni sababu ya kuuangusha ufalme wako wewe Firaun, wewe ndiye utakayemlea, utamlisha, utamnywesha wewe, ataishi kwako mpaka awe mkubwa na atakupendua, bimaana atakuwa ni sababu ya kuangamia kwa Firaun. Yeye ndiye atakuwa sababu ya kuangusha ufalme wa Firaun, na ni wewe ndiye utakayemlea katika nyumba yako mwenyewe. Subhanallah. Yani lile jambo analoliogopea Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezea ndani ya nyumba yake. Hapo hapo atakula, hapo atatena, ataishi na izza kama mtoto wa Firaun. Nafikiri waweza kutasawar sasa hivi, kwa mfano, wacha kuwa wewe ni mfalme kama Firaun, mtu tu babake ana cheo, tunamna anavyoishi katika nchi yote,
ile heshima anayopewa kuwa huyu mtoto fulani, awe ni mtoto wa rais mfano, namna gani ataishi katika ule mujtama. Sasa Firaun amlea, akulia katika nyumba yake, ala katika chakula chake, anwa katika kinywaji chake. Kwa Allah ni kama amwambia Firaun, wewe nani wataka kuzuia jambo langu? Napolitaka huwezi kulizuia. وكان الأمر كما أراد الله عز وجل. الجambo likawa kama vile alivyotaka Allah azza wa jalla. Na kama tulivyotaja bishara, inna radduhu ilayki, hii ni bishara, ni kama kuwa Allah amwambia mamake Musa, tulia, usiogope wala usiwe na huzuni, hakika sisi tutakurejeshea mtoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala akamhakikishia ahadi yake ya kwanza aliyomwahidi mama yake Musa, baada ya kuwa watu wa Firaun walimchukua Musa alayhi salatu wassalam, wa asbaha fuadu ummi Musa farighan min kulli shay illa min dhikri Musa alayhi salam. Moyo wake ulikuwa mtupu, hafikiri jambo lolote isipokuwa Musa alayhi salatu wassalam. Je, mtu amekwenda naye wapi? Yuko hai, amekufa, kuna mtu amemchukua, ama alizama katika maji? Hajui. in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha, maana lau kama Allah subhanahu wa ta'ala asingeutia nguvu moyo wake, angetangaza wazi na kuweka wazi kijana wangu yuwapi. Alikaribia kuzungumza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa nguvu, kamtuma dada yake Musa, nenda kafuatilize, ulizia watu, lakini wasijue ni mtoto wetu. Ni kama mama yake Musa aliogopea akitoka yeye atashindwa kujizuia, atatamka kuwa ni mtoto wake, ambia dada yake, wewe nenda kumtafuta. Almuhimu yule dada akaenda, akamuona Musa kwa mbali, na hakuna mtu aliyekuwa yuwajua kama yeye wamtizama, yuwamfuatiliza. Almuhimu alijua kupitia kwa maneno ya watu kuwa kwa Firaun kumeokotwa mtoto. Kuna siri kwani? Hasa ikiwa ile jambo limetokea katika nyumba ya mfalme, kumeokotwa mtoto, akawafuatiliza mpaka akajua yule mtoto aliokotwa kwa Firaun ni Musa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake akajalia jambo moja la ajabu sana wakati Musa akiwa mtoto mchanga. Qala jalla fi ula wa harramna alayhi almaradi'a min qabl, na tukamjalia awakatae wanyonyeshaji wote tangu mwanzo. Bimaana kila akiletewa mama ambaye atakuwa ndiye mnyonyeshaji wake alikuwa akikataa, hamkubali. Kila anayeletewa hamkubali. Sasa hivi ndivyo ilivyotokea, na watu wana wasiwasi, mtoto ameokotwa katika nyumba ya Firaun, asije akafa. Si sasa utakwenda kununua maziwa supermarket yale ya kuniniwa, ya kunyonyesha, kisha umpe yule mtoto. Ni wakati ule kuna cha chupa pale wala nini, wakati wa Firaun huko, kwa lazima anyonye yule mtoto. Kila anapoletewa mama amkataa, na hii ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mle dada yake Musa anazo habari hizo, asikia watu wasema huyo mtoto huyo hakubali kunyonya kwa mama yoyote. Faqalat, yule dada yake akasema, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, je, nikuonyesheni watu wa nyumba watakaomlea kwa ajili yenu, wa hum lahu nasihun, nao pia watakuwa wema kwake. Haya maneno namna alivyoyazungumza huyu dada yake Musa, wahisi ndani yake kuwa yumjua nani. Sababu ajuaje kama wale wamtakia kheri, hao watakaomnyonyesha, wataka kumfanyia wema,
lakini turudi hapa, angalia katika mambo ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kushangaza ni kuwa huyu Musa alayhi salatu wassalam mwanzo amezaliwa katika mwaka ambao watoto wa kiume ndio huuawa, kisha akawekwa katika sanduku apelekwe katika mto, akadirie Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mke wa Firaun amuokote na ampende, kisha Allah akakadiria kuwa asitake kunyonyeshwa na mama yoyote mwingine mpaka aregeshwe kwa nani? Kwa mama yake mzazi ambaye Allah amemwahidi kuwa atamregesha mtoto wake. Wallahi ni makadirio adhimu sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. وحرمنا عليه المراضع من قبل لا يقبل ثديا, hakubali ziwa la mama yoyote mwingine, kila wanapomletea mnyonyeshaji amkataa. Ndio pale kama tulivyotaja dada yake akaja na kuambia hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, msiwaelekeze katika watu wa nyumba ambao watamlea kwa ajili yenu, wa hum lahu nasihun, na tena wamtakia wema wale. Wakawa wamemshuku huyu mama, mbona asema wamtakia wema, wajuaje? Kajibu ishafaqatihim alayhi, kwa sababu wana huruma wale na huyu mtoto na wana raghba ya kumkidhia mfalme haja yake, warajaa almanfaa, na pia watarajia kupata kitu kutoka kwa nani? Kwa mfalme, kupata ajira. Kwa mimi natarajia kuwa watakuwa wamfanyia wema kwa ajili ya hilo. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika suratul Qasas, faradadnahu ila ummihi, basi tukamrejesha kwa mama yake, kay taqarra aynuha wala tahzan, ili macho yake yaburudike wala asihuzunike. Lakini mushkila uko wapi? Mara nyingi binadamu ana haraka katika jambo lake, lakini hajui mipango mizuri ya Allah subhanahu wa ta'ala alionayo juu yake. Ni Allah subhanahu wa ta'ala hapa akasema, walita'lama anna wa'da Allahi haqqun walakinna akthara an-nasi walakinna aktharahum la ya'lamun, na ajue kwamba ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli, lakini wengi katika watu hawajui, wengi wao hawajui. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala aliandaa asbab, akaondoa vizuizi ili liwe lile alilolitaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa akarejeshwa kwa ile bishara ambayo nyuma huko Allah alimpa mama yake, inna radduhu ilayki. Kwa ile bishara kwa mama yake Musa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amembashiria, ikawa kama vile alivyombashiria mtoto, akarejeshwa nyumbani kwao, walakin biduni khawf. Safari amerejea nyumbani kwao bila ya hofu ya kuwa tutavamiwa, atauawa mtoto wetu. Na lau kama angelibakia vile vile katika nyumba yake, ingelikuwa aishi na hofu miaka. Lini watakuja, huenda wakamua, huenda ikatokea hivi. Na hii ya kuonyesha kuwa wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukadiria jambo ukaliona wewe ni dhiki kwako, lakini kumbe kuna khairi kubwa sana ndani yake. Lau kama Yusuf alayhi salam, kama tulivyosoma kisa cha Yusuf, angelikuwa amebakia kwa baba yake amchunga na kumtendekeza na kumweka karibu, asingelikuwa mfalme wa Misri, asingeliupata ufalme wa Misri. Lakini Allah akakadiria mambo makubwa yakampata, mpaka kufungwa, mpaka hivi, mpaka mwisho amekuwa nani? Mfalme wa Misri. Na hapa lau kama Musa angelibakishwa kwa mama yake,
bila hii hofu ambayo imempata na dhiki iliyompata ya mtoto wake kuwa amekwenda, angebakia kuwa ana hofu yule mama miaka ya kubakia. Lakini tizama, Allah akakadiria jambo ambalo dhahiri yake ukiliona waweza kuona kana ili jambo labda ni shari, lakini kuna khairi kubwa sana ndani yake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamrejesha katika nyumba ya mama yake, badala ya kutiwa kwenye sanduku miaka kila saa, sukuma regesha, sukuma regesha. Sasa ni muazzaz mukarram min baiti Firaun, atoka katika nyumba ya Firaun akiwa na izza na amekirimiwa. Wakamleta kutoka kwa nyumba ya Firaun aje amnyonyeshe, akakubali ziwa la mama yake. Kwa hivyo mke wa Firaun wataja wanaovioni wa tarehe kuwa alimtaka mama yake Musa aishi pale kwake katika nyumba ya mfalme, awe akimnyonyesha na kumlea pale. Mama yake Musa akawa hana wasiwasi, mimi nitarudi kwangu, kule kwangu ni khairi. Almuhim akaekewa katika mali alipo kwa kumnyonyesha mtoto wake aliyemzaa, hawajui wao. Akaekewa katika mali tena alipwa mama yake mtu amlee yule mtoto. Angalia subhanallah, Allah akikadiria jambo akawa yualipwa vizuri kabisa, kama kwamba ni mfanyikazi wa kunyonyesha, na kumbe hawajui, yeye wajua kwa huyu ni mtoto wangu. Kwa akamlea, akamchukua na yeye ikawa yuaitwa hivyo hivyo. Alikuwa aogopa kuitwa mama yake Musa, lakini kwa kumnyonyesha kwake ikawa yuaitwa Musa, mama yake Musa, bila wasiwasi. Akawa aitwa na watu, mama yake Musa bwana, mtoto wa Firauni. Kumbe hawajui ndiyo mama yake kikweli aliyemzaa Musa alayhi salatu wassalam. يقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وين jambo wewe ukalichukia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndani yake khairi kubwa sana. Mama yake Musa hakupendelea apoteze kile kisanduku pale mtoni, na wala pengine hakupendelea kuwa Musa amzae katika ule mwaka ambao watoto fanya nini, wachinjwa. Lakini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika ile ambayo ukiiona waweza kuona ni shari, akaijalia ni khairi kubwa sana kwa mama yake Musa na watu wake wa nyumbani wote. Kuna kipindi kimepita hapa cha Musa kukulia akiwa mtoto, miaka 4, 5, 6, 7, akiwa yakulia. Allah subhanahu wa ta'ala hakututajia chochote kinachofungamana na utotoni mwake, yani alikulia vipi mpaka akafika ule umri aliofika. Ukiangalia katika suratul Qasas, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kueleza kumrejesha kwa mama yake ili apate kumnyonyesha na kumlea akiwa mdogo, moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala akasema: walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wakadhalika najzi almuhsinin. Na Musa alipofika utu uzima barabara, shafika sasa istiwa, tulimpatia akili na ilmu, na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema. Na hili ni kuwa Banu Israili walipata izza kiasi fulani katika zama za Musa alayhi salatu wassalam, kwa sababu walikuwa wakidhalilishwa sana na Firaun, wapigwa na watu wa Firaun, watoto wao wauawa. Lakini sasa wasema sisi ni wajumba zake nani? Sisi wajumba zake Musa. Si Musa aliokotwa na ni mtoto wa Banu Israili, kwa sisi ni wajumba zake. Kwa hiyo na Musa alikuwa akijua kuwa hawa ni wajumba zangu, hawa ni watu wangu. Kwa hiyo wakawa wamepata izza kwa kiasi fulani,
na pia aliyemnyonyesha Musa ambaye ndio mama yake, lakini sasa sura haja ni mnyonyeshaji tu, sio? Aliyemnyonyesha Musa nani? Ni katika wanawake wa Banu Israili, kwa mama yake watoka kwetu pia. Kwa hiyo wakawa kwa kiasi fulani wameanza kupata izza kwa kupitia nani? Musa alayhi salatu wasalam. Allah akajalia Banu Israili wakawa kwa kiasi fulani wanaheshima katika nchi ya Misri. Allah subhanahu wa ta'ala asema wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha. Na hili ni tukio katika matukio yaliyotokea katika maisha ya Musa. Siku moja Musa aliingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake. Wasema imma ilikuwa ni wakati wa dhuhur ambapo watu wengi huenda wakapumzika sababu ya jua kali, ikawa kuna watu yani njiani, au wakati wa isha usiku ilikuwa hakuna watu. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. akakuta humo watu wawili watiana ngumi, watu wapigana. Kunani? watu wawili wapigana. hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi. mmoja ni katika jamaa zake katika Banu Israili na mwingine ni katika maadui zake, ni Qibti, ni mtu wa Firaun. fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. yule mwenzake alimtaka msaada ili kumpiga yule adui yake. Ni kama onesha alikuwa dhaifu, jamaa amemshinda nguvu. na hawa Aqbat walikuwa aslan ni watu wanaowadhulumu Banu Israili na kuwaudhi Banu Israili, bali kufikia mpaka wakati mwingine kuwaua, kuchukua mali zao, kuwapiga kwa dhulma. na Musa alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtu wa khairi, hapendi jambo la dhulma, mwadilifu. aliposikia yule bwana mtaka msaada, fawakazahu Musa faqadha alayhi. Musa akampiga bwana, sema alimpiga ngumi moja ama alimpiga, almuhimu alimpiga. fawakazahu Musa faqadha alayhi, pale pale akamuua moja tu. na hii yaonyesha namna gani Allah alimpa nguvu Musa alayhi salatu wassalam. hii moja pekee chini kuflia mbali moja. Hasa hapa ndio Khawarij watumia hii dalili, ndio wao kueleza hapo, sema Musa aliua kwa ajili ya ndugu. Wewe ushawahi kuua? la hawla wala quwwata illa billah, Allahu musta'an. almuhim watumia tindel, lakini hawamalizi ile aya ya 80. Musa alipompiga yule bwana akamuua, qala hadha min amali shaitan. pale pale akasema qala hadha min amali shaitan, hiki kitendo nilichokifanya ni kitendo cha shaitan. Kwa nini nimpige paka nimuue mtu? Lakini yeye hakukusudia kumuua, yeye amekusudia kumtia adabu tu kuwa asimpige yule mwenzake. innahu aduwwun mudhillun mubin, hakika yeye ni adui mpotezaji wa wazi. qala rabbi inni dhalamtu nafsi. pale pale Musa akasema, Mola wangu, hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa hiki kitendo nilichokifanya. faghfir li, basi nisamehe. faghafara lahu, Allah subhanahu wa ta'ala sema akamsamehe. innahu huwal ghafurur rahim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu subhanahu wa ta'ala. وهنا قال موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ewe Mola wangu, kwa ulivyonineemesha, na neema alimpa hapa nini? Alimpa nguvu. Musa alikuwa na nguvu sana, Allah alimpa nguvu. na ndio maana tutakuja kuona kule mbele atakapokwenda Madian, akikimbia hapa
kuna tukio lililotokea mpaka wale watoto wa kike wakamwambia baba yao, inna khayra man istaajarta alqawiyul amin. Watu walikuwa waona zile nguvu walizokuwa nazo. Wewe tasawwar, si kuwa yule Mqibti alikuwa ni mgonjwa, unasema labda alikuwa mgonjwa, yule alikuwa yuaminyana na yule mmoja katika Banu Israili, waminyana wapigana, ngumi moja muue mtu, ana nguvu kiasi gani? Kwa Allah amemneemesha na nguvu sana. Basi kwa hii neema ulionipa sitakuwa kabisa msaidizi wa wakosefu, simsaidii mtu aliyekosea kabisa, mtawasaidia wale ambao wanaodhulumiwa peke yao. Muda upite, fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab, akapambuzukiwa mjini asubuhi, naye ana hofu sana. Musa aogopa isije habari zikajulikana kuwa mimi mfanya nini, meua. Kijulikana watu wa Firaun watanifanya nini mimi? Mzee huko akijua kama mimi nimefanya hii kazi, sitaniletea balaa. Kwa akawa Musa alayhi salatu wasalam yakhafu an yankashifa amruhu, aogopa jambo lake liwe wazi lijulikane. Lakini hapa ilikuwa ni siri, watatu peke yake wanaojua, Allah jalla fi'ala na Musa na yule mwenzake. Kwa habari ziko kwa binadamu, ziko kwa Musa na nani, na mwenzake, na Allah subhanahu wa ta'ala ajua kile kilichotokea. Kwa ikiwa kuna mtu ambaye atatoboa siri, ni yule jamaa yake peke yake. Lakini si jamaa yangu na mimi nilimsaidia bwana, pengine huenda akaficha, sio? Kuna msemo wasema afadhali adui mwerevu kuliko rafiki mjinga. Rafiki mjinga kitu kibaya sana. Rafiki yako akiwa mjinga kitu kibaya sana. Waita nani wale Waswahili wasema na kibinda mkoi. Ushasikia msemo? Unajua maana kibinda mkoi? Yaani ile kibinda, kuna msemo wasema Waswahili sema kile kibinda chake kile kama cha kimesukwa vile, yani hakizuii, akitoa vitu vyamwagika kila mahali. Ndio hao marafiki yao wasojua kuweka siri. Kama una rafiki kama huyo, kaa mbali naye. Sasa jambo zito kama hili limetokea, anayejua mimi na wewe, na mimi nilikusaidia wewe, kwa hapa ni ufanye nini? Unyamaze kimya, usije ukaniuza bwana. Nyamaza kimya, usimwambie mtu kwa sisi tulipitikiwa na jambo fulani. Kwa Musa akawa ana hofu. Fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu, akiangalia huku na huku, mara yule aliyemtaka msaada jana akawa mpigia kelele tena, Musa nisaidie. Akia tena atiana ngumi, la yule apigana tena. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Musa akamwambia, hakika wewe mgomvi, wewe wapenda ugomvi, wewe wazi watakia nini? Kweli waweza kuwa mdhulumiwa, wewe wadhulumiwa, watakia nini? Hao watu wajua wao watu wa Firaun wana nguvu. Kuna mambo mengine waweza kuepuka, si kila kitu lazima wewe uminyane tu. Kweli waweza kuwa mdhulumiwa, kuna mambo yaepuka asubuhi na mapema. Kitu kidogo tu, mimi sikubali bwana. Wako watu wako namna hiyo, pamoja na kuwa ni madhulumu, ni kweli ana haki, amedhulumiwa, sababu watu wa Firaun walikuwa wakiwa dhulumu wazi. Sasa kuna wengine yuwadhulumiwa, tafanyaje bwana, wao ndio wenye nguvu bwana, wacha maisha yangu yende tu salama, maadamu mimi niko salama basi ya nini? Huyo alikuwa hakubali bwana, hatwende, vita vyaanza. Sasa kiangalia hivyo muone, Musa jana alinisaidia. Musa vipi? Saidiana leo. Musa sema, wewe bwana, wewe wapenda ugomvi wewe. Ya nini bwana? Lakini vile itakavyokuwa bado huyo afanya nini? Andhulumiwa. Kwa hivyo Musa akataka kumsaidia, kinyume na alivyofanya kosa kubwa Sayyid Qutb. Sayyid Qutb katika kitabu chake yeye aeleza, msahau jina kitabu chake gani,
kuwa Musa alikuwa ni mtu mkabila. Naudhu billah. Na hili ukilisema ona watukana wanaovioni, ya akhi wewe huyo mtukana Musa alayhi salam kannak hadha yasub nabii Allah Musa alayhi salam rajul mutaassib, amuita hivyo ni mtu mkabila. Na katika kitabu chake andika maneno hayo. Hakuna mtu afanya ghera na huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam akasema kuwa hapa huyo ankosea. Kile wajua kila mwanachuoni yupata ama yukosea. Kuna kukosea, kuna kule kuteleza chooni. Wajua kuna kukosea kidogo hivi unteleze, huyo anteleza chooni amvunjika miguu aswa. Waweza kuzungumza maneno yao dhidi ya Musa alayhi salam, tena iwazungumza hivi hivi. Namudhaj ya rajul mutaassib, mfano wa mtu ambaye ana taasub ya ukabila Musa, tena yarudia tena ule ukabila wake tena mara ya pili. Sasa yomsaidia tena kwa kuwa jamaa yake. La, si sababu hiyo. Sababu alikuwa yuwadhulumiwa yule mwenzake. Lakini twasema pia anayedhulumiwa kuna wakati waweza kuepuka lile jambo kaachana nalo. Lakini hadha rajul madhulum, Musa hawezi kuwa yomsaidia na yeye ndio dhalim. La, hashahu alayhi salatu wassalam. Haiwezekani kwa Musa kumsaidia mtu ambaye ni dhalim. Huyu ni mtume wa Allah, na hili jambo itakuwa ni uovu mkubwa. Atakuwa haiwezekani. Allah amewahifadhi mitume wake kutokana na madhambi makubwa, na jambo la ukabila ni jambo ovu. Haiwezekani mtume wa Allah kuwa nalo. Nataja hili kama tambii, maana waweza kusikia ukashangaa kuwa kuna mtu katika wanaonasibishwa kuwa hawa ni zuama wazungumza maneno kama, na watu wake wana taasub, hawataki atajwe, kelele kweli. Sasa nzungumza hivi wazi. Alhasil, alimkosea heshima Musa alayhi salatu wassalam Sayyid Qutb, kama yeye muadhimisha ni wewe. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. pamoja na kuwa Musa amemkemea yule mwenzake, pia akaendelea kumsaidia. Allah asema falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma, basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliye adui wao wote wawili. Hapo yomsaidia nani? Amsaidia mwenzake, ataka kumshika yule adui yao. Qala ya Musa, yule jamaa kaona yuwajiwa yeye, manake Musa yuwaja na yeye yuwajua yule ngumi moja amaliza na yuwaja. Sasa nani anayefuatwa, mimi ama ni adui? Unaona, yule jamaa kapiga kelele, ya Musa aturidu an taqtulani, Musa we wataka kuniua kama qatalta nafsan bil ams. Allahu musta'an. Ya nini kusema hivyo? Sitosha ulikuwa wataka kuniua kama ulivyoua jana. Unaona, rafiki wewe wataka kuniua mimi kama ulivyoua jana. Kumbe watu waulizana aliyeua nani? Ni Musa aliyefanya habari hizi. In turid, tena ongeza juu, in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wama turidu an takuna min almuslihin. Wataka kuniua kama ulivyoua jana wewe hutaki isipokuwa kuwa jabari katika ardhi. Angalia, amponda mwenzake na yuamsaidia, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha wewe na kusuluhisha. Wewe unataka kuleta ufisadi wewe katika ardhi. Habari zisha enea. Ndio nawaambia saa nyingine ukiwa na rafiki mjinga kama huyo usikae naye, na mtizame makini. Unaona ile la kwanza amelitoboa, ile la pili mtu usi rafiki, atakuja kukuweka katika mahali padhiki sana. Almuhim, yule bwana sema wanaovioni wataja kuwa aliyezungumza yawezekana kuwa ni ule Qibti, kama aliona ile picha ile ilivyo, ni kama huyu si ndo jana labda alimsaidia pia huyo, labda yeye ndio aliyeua. Lakini wengine katika wanaovioni wasema la, hakuna aliyekuwa yuwajua mwingine isipokuwa ni Musa na yule bwana, na Allah ndio shahidi wa lile,
na yule Qibti alikuwa hajui kuwa Musa aliua nafsi jana. Si mfahamu huyo anitaja mpaka jana bana, kama qatalta nafsan bil ams, yajua so wewe ndio uliua tena jana uliua. Kwa hiyo ndio alijua. Wallahu a'lam. Alizungumza zaidi hapa ni huyu katika Israeli, huyu ambaye Musa alimsaidia jana yake. Na wasema ni kwa sababu alisema maneno yake, kwa sababu alimuona Musa amekasirika, akawa yomkemea, mwambia wewe mbona mgomvi wewe, watakia nini bwana na wajamaa? Hata kama mimi naweza kusema mimi nadhulumiwa, lakini kweli, lakini kuna mambo mengine achana nayo bwana. Sasa akawa aona huyu ashanigombeza, sijiekawa sasa badala ya yule adui unifuata mimi kwa sababu mimi ni mgomvi. Ndio maana akasema yale maneno, aturidu an taqtulani. Mtu wa Firaun yule akasikia yale maneno, hata akubaki pale, utabaki wasikia huyu jamaa ndiye aliyeua jana, wewe utabaki pale. Basi haya, kama wewe ndio unaua twende, mbio mpaka kwa watu wa nani? Firaun. Jamani, aliyeua jana nani? Ni Musa. Habari zikafika. Wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akaeleza. Baada ya hapo akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio. Qala ya Musa innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukuua. Sio umeua jamaa kule, mawaziri na nani wako na Firaun washauriana wakuue, basi we toka hapa, usikae Misri, utauawa. Hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha na kutakia khairi, ondoka nenda zako. Huyu bwana aliyekuja mbio pale akamjulisha Musa, na dhahiri yake yeye ni katika watu wa Firaun, tena katika watu wale watukufu wa Firaun. Kwa nini? Kwa sababu habari kama hizi hawezi kuzipata isipokuwa alikuwa kule, alikuwa katika wale ambao wako ndani. Kwa nani? Kwa Firaun. Na wanaovioni wataja kuwa wajaa min aqsa almadina, wasema mara nyingi wale wenye uwezo huketi nje ya miji, hawataki fujo la watu. Kule ndio watapata ardhi kubwa zaidi, watajenga. Si kama huku kwetu zamani ilikuwa watu huku Mombasa wakikimbia wakiishi Nyali. Nyali ikajaa ikawa kama majengo, watu hao kaenda zao vipingo, si kule wapi. Yaani watu wenye uwezo hawakai katika miji na watu ni kelele zako za kuuza mbaazi na maamri usitakia nini. Hata maana hata kuketi kando yeye apumzikishe kichwa chake bwana, mambo 100 kichwani. Kwa mara nyingi si leo hii, ni kuanzia huko zamani ilikuwa ni hivyo. Wale watu ambao Allah amewafungulia hawakai katika miji, huwa wakaa mbali. Sasa wewe ndio utapiga hesabu zako, alafu kila siku atapanda gari lako. Wewe ndio upige hesabu utakupanda matatu na boda na tukutuku. Piga mahesabu mengi. Ni yako, mwache Allah amemfungulia, ishi vizuri, wala si haramu. Maadamu Allah amemfungulia katika dunia na uwezo, alhamdulillah khairi. Almuhim, huyu bwana kuna alama hapa zaonyesha kuwa alikuwa ni katika wale watu wakubwa kwa Firaun, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia ni sababu ya kumwokoa Musa alayhi salatu wasalam. Sikia habari tu akatifua mbio akaenda kwa Musa, jamaa wakutafuta, watakuua, ondoka. Allah subhanahu wa ta'ala sema fakharaja minha khaifan yatarqab. Musa alayhi salatu wassalam akaondoka Misri naye anaogopa sana, aangalia huku na huku, kuna mtu ameniona hapa, wajua yukimbia huku yuangalia, yatarqab. Qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin, akamuomba Allah hii dua, rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin, ewe Mola wangu niokoe na watu madhalim. Akaondoka Misri. Musa ameondoka Misri,
hajui kule anakoelekea ni wapi, yuenda tu, hajawahi kutoka Misri, maisha yake amekulia Misri, akaondoka ni aende nje ya ufalme wa nani, wa Firaun huko, wakaondoka akaelekea sehemu inayojulikana kama Madian. Yale yaliyotokea baada ya hapo insha Allah taala tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.